Mheshimiwa Mwenyekiti, jimbo la Mbeya mjini lina ukubwa wa kilomita za mraba 258.8, lina tarafa mbili ambazo ni tarafa ya Sisimba na tarafa ya Iyunga. Pia lina kata 36 na mitaa 181. Na kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2020, jimbo la Mbeya mjini lina wastani wa wakazi 541,603. Tulipitisha kugawa jimbo la Mbeya mjini na kuwa na majimbo mawili. Jimbo la kwanza ni jimbo la Mbeya mjini ambalo jimbo hili litakuwa na kata 23 na mitaa 121, lakini pia litakuwa na ukubwa wa kilomita za mraba 127.8 na litakuwa na jumla ya wakazi 254,746. Mheshimiwa Mwenyekiti, jimbo la pili litakuwa ni jimbo la Uyole. Jimbo hili litakuwa na jumla ya kata 13 na mitaa 60. Jimbo hili litakuwa na ukubwa wa kilomita za mraba 131 na litakuwa na wastani wa wakazi 286,857 kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022. Jimbo la kwanza tunapendekeza liwe linaitwa jimbo la Mbeya. Jimbo pendekezwa la Mbeya litakuwa na tarafa moja ya Tembela yenye kata 10. Kata hizo ni Rwanjiro, Ihando, Inyala, Itewe, Ijombe, Maendeleo, Tembela, Igomba, Ulenje na Ilungu, zenye jumla ya vijiji 54. Jimbo la uchaguzi pendekezwa la pili ni jimbo la Mbalizi. Jimbo hili pendekezwa la Mbalizi litakuwa na tarafa mbili, tarafa la Isangati na Usongwe, ambalo litakuwa na kata 18. Kata hizo ni Ikukwa, Mjele, Mshewe, Utengule, Usongwe, Msalala, Swaya, Igale, Iwindi, Bonde la Songwe, Iyunga, Mapinduzi, Isuto, Itawa, Santilia, Ilembo, Shizuvi, Masoko, Iwiji na Izia. Kama ambavyo tumeona haya mapendekezo, ni kweli kwa ukubwa wa jiografia wa mkoa wetu wa Mbeya, uhitaji wa kuzidi kusogeza huduma kwa wananchi unahitajika kwa ukubwa zaidi. Mathalan, kwa wilaya yangu ya Chunya tunaona kwamba ina ukubwa wa jiografia zaidi ya square mita 13,000. Square mita 13,000 ambazo ukijumlisha wilaya ya Mbeya mjini, wilaya ya Mbeya vijijini, wilaya ya Rungwe, wilaya ya Kyela, hizi wilaya 5 bado hazifikii ukubwa wa wilaya ya Chunya. Kwa hiyo kuna uhitaji mkubwa sana wa jimbo hili kuweza kugawa, ukizingatia uchumi wake pia na wenyewe unazidi kuimarika na kukua siku hadi siku. Nimefurahishwa sana na kikao hiki kwa namna ambavyo tunafikiria ama imepangwa kugawanyika kwa majimbo. Maana tukifikia utaratibu huo tukakamilisha, majimbo yakaongezeka, basi hiyo inakuwa ni fursa nzuri sana kwa wananchi, ambapo itakwenda kutuletea maendeleo ndani ya majimbo hayo, ni pamoja na halmashauri zake.